vya moto. Lakini nje ya Dar es Salaam, mikoa mingi bado haina hata kituo kimoja cha CNG, ikibakisha pengo la fursa kati ya wananchi wa mjini na mikoani. Sasa tuungane na Exaudi Mtei kwa undani zaidi wa Lenzi. Huu ni mkoa wa Dar es Salaam. Wadau wa usafiri na usafirishaji wanaendelea kupata huduma ya kujaza gesi asilia iliyoshindiliwa maarufu kama CNG. Hapa sasa ndipo moyo wa mapinduzi ya nishati safi unapopigia. Lakini nje ya jiji hili hali ikoje? Zaidi ya kilomita 1000 kutoka jijini Dar es Salaam, madereva wa Mwanza, Arusha, Dodoma na mikoa mingine hawajawahi kuona pampu ya CNG. Hii unaweza kusema ni kama injini ya maendeleo imewashia upande mmoja wa ramani ya Tanzania. Tanzania ina vituo zaidi ya 10 vya kujaza gesi, lakini vyote vikiwa Dar es Salaam. Kati ya mikoa yote ya Tanzania, kati ya mikoa 31 ni mmoja tu. Madereva wa Dar es Salaam wanasema maisha yamekuwa mepesi, gharama zimepungua na hewa ni safi zaidi inatarajiwa ndani ya jiji hili lenye pilika nyingi na shughuli za uchumi. Unaweza kununua gesi ya shilingi 6,000 au shilingi 5,000 katika hali ya sio wapambanaji, watafutaji, wafanyabiashara, kwenye kipato chako ukapata umetumia gesi ya shilingi 6,000 ukapata maximum 40,000. Lakini unaweza kutumia mafuta ya shilingi 6,000 ukapata maximum 18,000 au 20,000. Kwa hiyo kidogo hapo tayari umeshaona kuna utofauti. Mimi nafikiri labda ni kutokana na service, kwa sababu ukifanya service vizuri swala la kukosa nguvu halipo, kwa sababu misi inatokana na plug na coil. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo vile vitu unavibadilisha ambapo vinavyoanza tatizo linapoanza unapoliwahi haiwezi kuishiwa nguvu. Kwa hiyo mimi nafikiri iko fresh tu. Labda ni namna ambayo mtu mwenyewe na matumizi yake ya gari yake, au ni namna ambayo mtu mwenyewe anavyojaribu kulijali gari lake. Twende upande wa pili wa shilingi. Dodoma hali ikoje kwa watumiaji vyombo vya moto ambao bado ni tegemezi kwa nishati ya mafuta kama vile petroli na diesel? Kwa hapa Dodoma tunapambana na hii changamoto. Tuna imani kubwa sana serikali yetu inakoelekea itakuja kutuwekea vituo kama ambavyo Dar es Salaam vipo. Kwa sababu ukiangalia gesi na mafuta, kwa kweli mafuta sasa hivi ni gharama iko juu sana. Na achana gharama tu, pia uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo nilichokuwa naomba serikali watupe labda sheli na si watupe gesi Dodoma hapa. Sababu tunapata changamoto sana, mafuta yapo juu sana. Biashara inakuwa ngumu. Kwa hiyo yani gesi kidogo akiwa ametuletea na si angalau kidogo tunafaidika kidogo. Kwa tunaiomba serikali itupatie mfumo wa gesi kama ilivyopo Dar es Salaam huku Dodoma, kwa sababu gesi ni rahisi tofauti na mafuta. Unaweza kuweka gesi 50,000 na ukaenda umbali mrefu, tofauti na mafuta ya 100,000. Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati Mhandisi Felchesmi Mramba ametangaza kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani yani VAT katika ujenzi wa vituo vya CNG na vifaa vya kufunga mifumo ya gesi kwenye magari na bajaji. Hii ni moja ya habari nzuri kwa wafanyabiashara, wamiliki hadi watumiaji wa mwisho wa vyombo hivyo kwa maana ya abiria. Kwenye finance bill ya mwaka huu ya mwezi June, serikali imeondoa VAT kwa vituo vyote vya CNG. Lakini si hivyo tu, serikali imeondoa kodi imeondoa kodi kwa vile vifaa vya kubadilisha magari kutoka kutumia nishati ya kawaida ya petroli au diesel kwenda kwenye kutumia CNG. Hakuna kodi yoyote kwenye vile vifaa vya kuconvert yale magari. Serikali pia imeondoa kodi kwenye cylinders za gesi. Wachumi wanaweza kusema hatua hii inaendana na dhana ya opportunity cost. Gharama ya kuchelewa kuwekeza kwenye nishati mbadala ni kubwa zaidi kuliko gharama ya kuanzisha vituo vipya. Hii ni fursa ya kupunguza matumizi ya fedha zinazotumika kuagiza mafuta kutoka nje. Kama tukiweza kusambaza gesi kwa kiwango kinachostahili na kutosheleza mahitaji ya jamii, ni upande wa pili ni kwamba lazima uhitaji wa mafuta utashuka kwa kiasi fulani, lakini si kwa kiasi kikubwa sana. Kwamba bado utakuwa kuna uhitaji wa mafuta lakini si kwa kiasi kikubwa sana.
kwa sababu sasa tunategemea gesi hiyo hiyo iende mpaka kwenye magari, iende kwenye vyombo vya usafiri na kadhalika. Kwa hiyo tunatarajia pia kwamba kutakuwa na msuguano mkubwa sana kati ya wazabuni wasambazaji wa mafuta na wasambazaji wa gesi, na pengine ndio maana labda tunachelea kusambaza gesi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu labda hilo kwamba nguvu wanavutana, kwa maana ya kusema wale wasambazaji wa mafuta wanaona gesi ni changamoto kwao. Gesi inapoongezeka, inaposambazwa kwa wingi zaidi, uhitaji wake utakuwa mkubwa zaidi, demand itakuwa kubwa, na ina maana mauzo yatakuwa kidogo kidogo, itakuwa bei ndogo, lakini bado itaingiza pato kubwa sana kwa serikali yetu. Kwa uchumi jumuishi na mazingira safi kwa taifa likitumia rasilimali zake lililobarikiwa nazo kama hii ya gesi asilia, basi tunatoboa hadi kimataifa. Changamoto yake ipo kwenye emission, ambayo kuna emission kwa kitu green emission ya gases ambazo zinaenda kuform kama blanket A1 ambayo ina trap joto, na greenhouse gases, na kusababisha kuongezeka kwa joto duniani, kusababisha mabadiliko ya tabia nchi, climate change. Tanzania ina utajiri mkubwa wa gesi zaidi ya futi za ujazo trilioni 57. Ni rasilimali inayoweza kubadili mfumo mzima wa matumizi ya nishati endapo itasogezwa karibu zaidi na wananchi.